bibi na nyanya. Mungu wangu. Blaza. We. Sikia. Kaa huko. Yaani usinisogelee. Mimi sio kaka yako. Tushamalizana. Bro. Wewe na toka hapo mbele. Unaona mtu anakuja namna hiyo unakaa mbele nini? Mzee sikia nikwambie. Uliniambia kwamba nakuzidi kila kitu mara sio nini? Mimi na diploma, mimi na degree sio nini? Haya basi hiyo degree yako itakusaidia hapa. Blaza shapita. Wewe mzee. Mimi sijaja na mdogo wangu. Nimekuja na mke wangu. Blaza kumbuka tulikuja pamoja huku. Hivyo Alex wewe. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Baki na hizo mzako hizo. Kila mtu abebe mzigo wake. Blaza kumbuka tumekuja pamoja bro. Blaza hii ni majanga ujue. Nisikilize. Nina vitu vingi vya kufanya. Basi unazidi kila kitu wewe. Sio hivyo Blaza. Oya. Sikia. Mzee, mimi na wewe tushamalizana. Blaza. Pigia basi hata dua inatosha. Yaani niangaishe kusoma dua kwa sababu ya fara kama wewe. Ni muongea na wanawake hapo. Wewe sikia, muongea na wanawake huko. Blaza. Chana mimi. Blaza wewe ni shehe ujue. Chana mimi. Fanyaje sasa? Fanya maombi bro. Mimi sio blaza yako. Wewe si mtoto wa tajiri. Gani? Wewe. Hebu niache. Haitaki kuniacha ndani ya siri, hofu inaishi ndani ya nafsi, tunakimbia. Unapenda siku hizi sijema ingachezeza badi unaanza kuwasana mchezo kwa hiyo nitakaingacheza. Bro. Mbona mabeki? Tunaenda nyumbani. Hivi nyinyi mnajua mnachokifanya lakini hatujakamilisha kilichotuleta huku. Nyinyi mnachukua mabegi mnaondoka, maana yake nini? Kwani kilicholeta huku mmeshakamilisha mpaka wataka kuondoka na hakuna cha kukamilisha hapa. Hapa imeshindikana. Nyie kama mnakamilisha mkamilishe, ila sisi hatukamilisha hapa. Ndio tunaondoka hivyo. Lakini unajua hili ni kazi ya baba hapa mzee. Nimekwambia hivi, kitu ikishindikana mwezi ukikamilisha. Kwa hiyo hapo sisi tunaondoka. Nyie kama mnakamilisha mkamilishe. Mtatukuta huko. Tena. Na wewe naye? Ndio naondoka. Vuna akili kweli wewe? Ndio sina akili. Sasa uli mtoto wa bosi ndugu yako, hana kufukuzwa kazi. Usimngeze huyu. Huyu hapa hata kama akiacha kazi, ulisi upo. Wewe ukifukuzwa kazi, yule kule ni demu wake tu yule kamchukua. Wewe ni mfanyakazi. Brother sikia. Nimeshakwambia masuala ya demu haya ni hayahusiani kabisa na haya mambo tuliyokuja kufanya huko. Sasa si bado. Huyu sio demu wangu, huyu ni mke wangu. Umemtolea mahali unasema ni mke wako. Umeona wewe leo sijamtolea mahali. Umemchukua tu kwa wapi? Nimemchukua wapi? Hebu tuondoke. Usije tena tuko. Unajua anadharau. Anakuita demu nini? Tuondoke. Kwa Stella, sikia Stella. Tulia, achana na hawa. Wewe baki hapo tufanye kazi, tukamilishe kilichotuleta kutondoke. Wewe kuna watu wanakutegemea. Hao wenzao wadai hivi kitu hapo. Hawalipi kodi, hawatumi sio kwa wazazi, hakuna, hamna mtu anaona kutegemea nani wewe. Sasa sikia. Hawa alijawakuta. Wakudanganya sasa utakuja ufie huko ndani. Hawakuta nini? Ondoke. Jamani, nendeni. Bakini sasa. Bakini. Wameamua kwenda waende, nendeni. Jamani kwa hiyo. Achana na sisi. Jamani bye. Mrembo tutakutana. Stella. Stella. Bwana niache. Je, tunakimbia au tunajificha ndani ya siri, kuna kilio kisicho na sauti.
Achana nao bana, usambele nao. Usichoshi. Wewe unaandika na watu wenye degree. Unaandika na watu wenye degree. Achana nao. Wanafuata vikombo. Mtoto kaji juzi kwa watu wasini, mtoto yatima. Twende na jeni basi kanaenda, tanywele zake nibonyoa kiume. Shauri lako. Kitakulamba. Mimi sitaki maelekezo, si barua, si fulani mmekokoaje haka. Tutamalizana nini? Tulipotafuta nje, tulijikuta ndani. Mimi nimetoka nje. Na huko Makumbo. Au walipita wakarudi na. Sasa wamepita hapa wakati mlango ulikuwa umefunga. Weima. Vipi mzee? Vipi nini sasa nikueleweni? Kwa hiyo tuone au? Sasa mimi nakuja kistaarabu unajibu je? Umetoka nje, unatokea tena chumbani. Na kuulizwa unaweza kupanisha kibezi nini sasa? Etweka shimeji kadogo. Mbona umetokea huko na umetoka nje? Hadi si atuelewe. Tulikuwa tunatoka tukajikuta tuko ndani. Kajikuta? Yaani unavyotuona hivi ndo hivi. Kwa tusemeje sasa sisi? Nyie mtoko wachawi. Nyie ndio mnaotusumbua hapa ndani. Ndo wewe mchawi. Tena. Wewe mchawi tena? Ninyi wote hapo na mke wako hilo. Itakuwa ndo wachawi. Unajivalisha kujani je ushungi nyie. Shikaneni tunde. Haiwezekani sisi tutoke hapa afu tujikute tupo ndani. Inawezekanaje? Kwa mkijikuta ndani si uko wachawi si. Ni watu nani tuliowaacha hapa sisi? Kina nani? Si mtaka kuondoka. Leteni. Asa kamkikako wako. Kuluka ndani. Uo uchawi ni kuchawi wewe. Unamchawia nani? Sijaona wa kuacha wewe uko nje nije nikuchawi wewe. Kwa mwili gani? Kwa kipi ulichonizidi mpaka nikuchawi wewe? Na wachukia. Kitawaponza tu. Au sio mwanamke hata ni mandefu na mashaka nalo hiyo. Hivi. Yes, nimepishana mwenye getini pale. Mnajidanganya sana. Hamwezi kuondoka. Mimi ndiye nitakayeamua mtoke au msitoke. Hamwezi kuondoka kwa kujiamulia wenyewe. Kwa kila mkiondoka mtajikuta mko ndani. Mkiondoka kwa mizunguko mingine mtafanikiwa kutoka, lakini mkiondoka kwa dhamira ya kuhama hamwezi kutoka. Tulipotafuta nje, tulijikuta ndani. Ndani ya siri
tukikubali hofu tunapotea milele ndani ya siri. Nimati, majisi elewe, kuna kipi kimejificha kwenye hii kazi? Nani nilikotoka, yaani mambo ni haya haya. Nimejaribu kuondoka, nimejikuta nimerudi tena ndani. Sielewi kabisa, yaani kitali tumeruibo sasa hivi, yaani akili haisomi. Hata mimi sielewi. Mwanzoni tulijua ni nyumba, kumbe sio. Tumekuja na kwenye nyumba nyingine ya pili, nyumba mpya, mambo ni yale yale na yanazidi kuwa ni mazito. Kusema kweli sielewi kinachoendelea. Isa sijui kazi, sijui ni nini, kusema kweli hata mimi sielewi. Sielewi kabisa, nabaki kwenye mshangao. Yaani mimi najuta kuja huko. Yaani mume wangu hakutaka mimi nije huko, lakini mimi nikalazimisha. Yaani mimi najuta. Ningejua kama kuna mambo yangekuja kutokea kama haya nisinge. Sasa unatuambia sisi? Mwambie bwana wako alaka kuleta huko. Sisi unatuambia kwani sisi ndo tulokuleta huko? Mwambie bwana wako alokuleta huko ndo mwambie hivyo. Bwana wako si nani, mtoto wa bosi wewe? Mtoto wa bosi mwambie. Ndo bwana wako, situambie sisi. Nakwambia hivi, sijui dada, sijui bibi. Kama kuna kitu kitanikuta, chochote kibaya. Bwana na wewe. Lakini wewe unamuelewa? Mimi simuelewi. Yaani sisi tumjibu mama yako wakati bwana wako ndo alikuleta huku. Wewe koma wewe. Tena usiniingize. Usitaki mashitani yako yakakupandia saisi. Ima, umeshaijua siri. Na umeona madhara ya kuijua siri. Sasa unavyoendelea kunifuatilia unataka kujua kilichomo ndani ya siri. Sikiliza. Sijaje hapa kwa ajili ya hizo siri ninazosema siri gani. Nimekuja hapa kwa ajili ya usalama wangu. Hayo mambo unayoyafanya na kuomba achana nayo kabisa. Tena usihusishe mimi. Acha tu nikwambie kwamba hakuna aliyejua kilichomo ndani ya siri akarudi salama. Hakuna. Ona maanisha na mimi nitakufa au? Huwezi kurudi salama. Sasikia. Mimi masuala ya siri sasa hivi nimeshaachana nayo. Ninachotaka mimi uniache salama. Na sitojali sijui ya nini bila kufikiria tena. Ninachotaka niache salama. Siwezi kukuacha Ima. Siwezi. Umeshaijua siri. Kuijua siri ni kosa la kwanza. Kujua kilichomo ndani ya siri ni kosa lingine. Tutapambana hadi hiyo siri unayoijua ifutike. Ona maisha na mimi sitokuwa salama, sivyo? Jua kilichomo ndani ya siri. Uone kama utarudi salama. Sikia. Sitoendelea kufuatilia haya mambo. Lakini naomba uniache. Naomba uniache. Siwezi kukuacha Ima. Wewe unajua siri. Na wacha watu ambao hawajajua siri. Wewe umejua siri. Nitakuwa na wewe bampa tu bampa. Ili ukijua ndani ya kilichomo ndani ya siri, utorudi salama. Umerudi kwa sababu umeishia kujua siri.
Waacha kujichomoa, wewe ni mzima kabisa. Nimekukuta upo fresh hapo na bonga vizuri kabisa, au sasa hivi unajizima. Nitakupiga. Wewe tulia. Unajichomoa, si ndio? Yaani nimekukuta unaongea vizuri hapa na mwenzio, afu sasa hivi unajizima. Nitakupiga kichwa. Mamaza. Wewe rudi. Tulia. Sasa nataka mniambie nyoa wawili. Hiyo si ninaifanya. Nataka niijue. Tulia. Hapa sasa tulia basi, tulia. Usinichezea akili. Wewe ni mzima vizuri kabisa. Nisikilize. Mwanangu, kumbe mnakaa mnanisumbua. Wewe na chizi, kumbe na wewe sio chizi, si ndio? Wewe ni mzima kabisa tena vizuri. Alafu naona mnakaa mnanisumbua nyuma. Unakusumbua nini sasa? Ni chizi anawasumbua, afu lenu ni moja eti. Siri gani? Moja ni kwa hiyo mlikuwa mnaongea nini? Yaani mnaijua siri nyewe, yaani nyewe wawili ndio mnajua siri, afu bado mnanisumbua. Ni siri gani tunayojua sisi? Mlikuwa mnaambizana nini hapa? Mnaambizana mimi niongee na chizi au vipi? Huyu ni chizi. Au na mimi unaniona ni chizi, si ndio? Usinipunguzie akili zangu, nipo sawa kabisa. Huyu ni chizi. Ongea naye sasa, kama ni mzima ongea naye basi. Wewe nimeshakujua wewe ni mzima kabisa, ulikuwa unaongea yaani ulikuwa unaongea fresh kabisa hapa. Usijizime hata kwa kuwa nipo hapa. Ya kichwa. Tulia. Wewe sogea huko, nyamaza. Kwanzia leo kabisa msiniingizie madrasa ya kwamba eti nyumba inasumbua. Yaani wewe afu sikiliza, naenda kuambia wale wenzako. Bro, achana na basi. Usifanye hivyo. Afu kumbuka ni mtoto wa kiume wewe. Chunga sana uchunguzi wako. Usije ukajua kilichomo ndani ya siri. Kinatisha. Hoja hapa. Hebu njoo kwanza. Njoo. Sikiliza mimi. Nikwambia hivi. Ni masuala ya siri siyataki tena. Unachotaka uishi maisha ya amani. Utaki mambo ya siri. Siri ukishaijua umeijua. Na ndio nimesema. Kuna kitu kinatembea gizani, hakionekani, lakini kinaniona kila hatua ninayopiga. Kuna sauti inanifuata. Tumeingia bila kujua, tulidhani ni mwanzo mpya, lakini kila kona ya nyumba ina macho yasiyoonekana. Tunacheka kuficha hofu, tunanyamaza kuficha kilio, lakini ndani kabisa ya nafsi kuna kitu kinaita